Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Ni Injili ya Yohane sura ya 3 aya 16 hadi 17. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo milele. Amina. Ndugu zangu katika Kristo, leo ulimwenguni Wakristo wote wana furaha na kushangilia kwa vigeregere ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ni baada ya siku 40 za mfungo, tunaelekea katika ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Baada ya kipindi cha Kwaresma inafuata kipindi cha Pasaka, ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye aliyekufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu, kwa ajili ya dhambi zako, leo hii amefufuka kweli kweli. Haleluya, amefufuka Masia wetu. Ni kipindi cha kutafakari ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo baada ya kumaliza kipindi cha Kwaresma. Ni matumaini yangu kwamba wote tumefurahi na kutafakari vyema kipindi hiki cha Kwaresma, hasa katika tafakari hizo kwa zikitolewa na chaneli pendwa Tafakari Tena TV. Basi tuendelee kutafakari pamoja na kusherehekea pamoja kwa amani na kwa upendo, na kuwaombea wenzetu walio katika shida mbalimbali, hasa changamoto za vita na matatizo mengine, na wale wenye magonjwa, wanaosumbuliwa na magonjwa sugu, tuwaombee na wenyewe waweze kufufuka na Bwana wetu Yesu Kristo kwa kuponywa na magonjwa yao, kwa kumaliza migogoro yao. Karibuni sana. Katika siku hii tukufu ya Pasaka, tunasherehekea ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, tukikumbuka ushindi wake dhidi ya dhambi na mauti. Ni siku ya furaha kuu kwa Wakristo wote, kwani inatufundisha kuhusu upendo wa Mungu na matumaini ya uzima wa milele. Ufufuko wa Kristo ni kiini cha imani yetu. Pasaka inadhibitisha kwamba mauti haina neno la mwisho. Yesu alishinda kifo na akatufungulia lango la uzima wa milele, kama maandiko yanavyosema katika Injili ya Luka sura ya 24 aya 6. Yesu